Baba Mungu alipomuumba mwanadamu kimweka katika dunia, alimfanya kuwa chombo cha kutawala. Kwambie tawala vyote vilivyo duniani. Akampa uwezo katika safari za kuishi katika dunia. Na kila wakati alimtembelea ili ajulie hali kila jioni. Siku zote alisema na mwanadamu. Ya wakati alimuita kwa jina na kumuuliza ulishindaje katika lile shamba la Edeni. Siku zote mwanadamu alitii na kuishi maisha mazuri. Lakini adui alipotembea katika lile shamba la Edeni, vitu vilibadilika. Na hali ikawa ngumu na hakuna jinsi tungemfikia tena Mungu. Maana mwanadamu yule alifukuzwa katika lile shamba la Edeni toka kabisa. Na ikawa ni vigumu yeye kuendelea kukaa pale. Hali ilibadilika na maisha yakaanza kuwa mazito. Lakini Mungu ni mwaminifu, alimtuma Kristo, na Kristo kuja, kombozi ulipatikana. Tunasema hivi, tabu tulizonazo zitafika mwisho. Mateso tulionayo kuna wakati yataisha. Mungu atasema nasi. Kama alimtuma Kristo kuja kutukomboa, kutuokoa, kutufilia, mwishowe akatupa neema. Yeye ni Mungu mwenye nguzo na atatulinda. Adui watakapokuja watatupiga, maana yupo pamoja nasi. Atatupa kibali na nguvu za kutosha katika safari zetu za kila siku. Nataka tupokee nukuu ya matumaini. Lakini kabla ya kupokea nukuu ya matumaini, nasema hivi. Jina langu ni Matthew Ndeva, ndani ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Na Baba ametenda mema na makubwa na kutuweka mbele katika utukufu wa jina lake. Siku zote atatulinda na kutubariki. 4561 468 ndiyo till namba yetu. Asante kwa wale ambao wanatuombea na hata wale ambao wanasimama na kituo hiki ili tuone tunasonga kwa hatua ya kubarikiwa tena kuinuliwa. Baba ni mwema na atabaki mwema milele kwa jina lake, na jina lake ni Amina. Asante. Nukuu ya matumaini. Tabu, mateso tulionayo yana mwisho. Hatutaishi siku zote katika tabu na mateso. Lazima Bwana atatutetea, kutuhifadhi na kututoa katika hayo mateso. Atatupa uwezo na nguvu za kusonga katika hatua ya kiroho. Maana kama Mungu ametupa uwezo wa kufika leo, hata tuendako atatufikisha salama. Tunasema hivi, mateso ulionayo, shida ulizonazo zina mwisho. Bwana atakuhifadhi. Nukuu ya matumaini tunasema hivi, ikiwa Mungu yu upande wetu, ni nani anaweza kuwa kinyume chetu? Ikiwa Mungu yu upande wetu, ni nani anaweza kuwa dhidi yetu? Mungu yuko nasi na Mungu atatuinua toka hatua hiyo tulio ndani kwenda kwa hatua nyingine. Siku zote wanakuambia watashangaa kuona jinsi Bwana anafanya vitu kwa ajili yako. Uinuliwe na Mungu. Katika safari ya nukuu ya matumaini, hakuna Mungu huyu ambaye mtetezi kama yeye, ambaye ametuweka mahali tuliko. Na mahali ametuweka sasa ni baraka tele, ambaye ametuweka mahali tulipo. Mahali tulipo ni ushindi tele, maana ametuweka hapa na makusudi, na hata tuendako uzima wetu mikononi mwake. Basi usiwe na shaka na matatizo kwa ajili ya leo na kesho. Amini Mungu aliyekuleta leo, kesho ni kubora, tena kumeboreka. Amini Mungu aliyekuleta leo, kesho ni kuzuri, tena amepanua mipaka ya kesho. Tusema hivi, Mungu anaishi nasi milele na uwepo wake uko nasi. Na kama yu upande wetu, nani atakaye kuwa kinyume chetu? Kama anatupigania, nani atakaye kuja kapinga yale tunayoyafanya? Ni nani atakaye tuangusha kama yuko nasi? Hata katika utelezi atatushika mkono, tutafika salama tuendapo. Tunaonekana tuko chini leo, lakini Bwana atatuweka juu kesho. Tunaonekana hatuna lolote chochole, mtu ombaomba, kesho tutakuwa na vitu vyetu. Tunaonekana hatuna lolote katika hali ya kila siku, lakini Mungu akiwa upande wetu, tutapokea tena vitu mikononi mwetu, tena ajira kwetu, tena kuinuliwa kabisa. Kaa na Mungu, fanya uhusiano na yeye, kaa karibu na yeye, endelea kumtumikia Mungu, endelea kumhifadhi Mungu, na siku zote goti lako lipige na mikono ukimwinulia yeye, kimwambia Bwana nitetee, nihifadhi. Yesu ndiyo tegemeo tena kimbilio letu, na tunaamini katika safari zetu za kila siku, kesho imeboreka, kesho imeinuliwa. Siku zote huwa tunasema hivi, hata kama mti umekatwa kwa harufu ya maji, Bwana atauchupuza tena mti ule na utakuwa baraka sana. Ninaamini hivi ya kwamba Bwana Mungu yu na wewe,
juu na maisha yako, na hasa kesho yako ni ya baraka sana. Na ndiyo nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva. Asante kwa wale ambao wamekuwa wakisimama kituo hiki kwa maombi, na bado tena wanasimama nacho kifedha, ili tusalie hewani daima. Maana tuonapo hewani hivi ni gharama, na tunashukuru kwa wale ambao wanaona ni vyema kusimama nasi kwa maombi, na hasa kutuma kichache ulicho nacho, kinakuwa ni baraka kwetu. 4561468 ndiyo till namba yetu. Asante na karibu. Bwana kulinda kutunze, na uwe na juma la baraka tena kuinuliwa. Mathew Ndeva ndio jina langu. Asante na bye bye.